Msimu wa maadhimisho haya kama tulivyotangulia kusikia ni Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tutakuwa naye tarehe 21, maana yake ni kesho kutwa, atakuwa kwenye viwanja hivi. Na mimi nipende kutumia fursa hii kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wananchi wote wa maeneo yote, mitaa yote, tuje kwenye viwanja hivi tumlaki Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na wakati tunaendelea kumsubiria Waziri Mkuu, tuliamua kama mkoa tuwe na shughuli za kufanya kwenye uwanja huu. Moja wapo ni kujiona na kuona mambo yanayofanyika katika wizara yetu na kujifunza vitu vinavyofanyika. Leo nimepita pale, nilikuwa nafundishwa namna ya teknolojia kumkausha mnyama. Na mkipita pale mtaona mambo ni mazuri sana. Lakini ukiendelea kupita kwenye misitu hii, kuna misitu ya milingoti ambayo imeboreshwa kidogo tofauti na milingoti leo. Yaani ya miaka 7 unaivuna. Kwa ni waombe mpite kila banda, wananchi piteni, msiliache. Tunajua sisi uchumi wetu wa Wananjombe ni misitu. Ndio biashara yetu, ndio mitaji yetu, lakini ndio utajiri wetu. Na Wananjombe ni matajiri kwa sababu ya misitu. Njombe hoye! Kwa msiache kupita kwenye mabanda haya. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusisitiza kwamba wananchi waendelee kujitokeza kwa wingi kuja katika maeneo yetu. Na niwaombe sana, tukiwa hapa kwenye maadhimisho haya ya siku ya misitu duniani, halmashauri zetu za mkoa wa Njombe zinatoa huduma za kusikiliza kero za ardhi, misaada ya kisheria katika maeneo yetu. Lakini tunaendesha kliniki kwa mama na wajawazito katika maeneo yetu. Na upimaji unafanyika bure katika maeneo haya. Kwa tuwaombe watu wasikae majumbani, waje kwenye maeneo haya kwa sababu huduma hizi zipo. Na pale kwenye msaada wetu wa kisheria pale, mtu yeyote ambaye ana changamoto ya kisheria anaweza kaenda pale, atakutana na wataalamu wetu wako kwenye maeneo yetu. Njombe oye! Cha tatu ambacho tunataka kusisitiza ni kwamba tarehe 21 tunatamani huu uwanja huu ukachimbike. Na tutakuwa na vikundi vingi vya hamasa. Misomisondo naambia watakuwa vijana wa misomisondo Misomisondo watakuwa maeneo haya. Lakini tunategemea Waziri Mkuu akishamaliza shughuli yake pale kuhutubia, sisi tutakuwa na mkesha hapa kwa sababu tutakuwa na nyama choma. Kuanzia akishuka tu kwenye jukwaa tunaanza nyama choma. Nyama choma zitakuwa maeneo hapa zote, tulishaanza kuandaa mabanda. Kwa wananchi wote wako maeneo haya. Haya haziuzi, wewe kwenda pale kula nyama choma. Njombe oye! Njombe oye! Kwa hiyo lazima kwa mtu jiandae. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia wewe njoo na chumvi na pilipili basi. Mambo mengine utayakuta huko. Vitu vingine utavikuta katika maeneo yetu. Kwa hiyo ninawakaribisheni sana Wananjombe. Hamna haja ya kuendelea kukaa nyumbani, hamna haja ya kuendelea kukaa kijiweni. Ni muda mfupi tutampokea Waziri Mkuu katika maeneo haya. Kwa hiyo niwaombe mjitokeze sana katika maeneo yetu. Lakini sambamba na hapo, tunashukuru wizara wameamua kutuletea wanyama hai. Wengine kwa namsikia simba tu yukoje, lakini simba leo yuko hapo. Simba yuko hapo, yuko live. Njoni muone shughuli yake. Isikiwezekana usimuuzi, tukasema kinyanyuka inaweza kawa changamoto. Usimuuzi, lakini atakuwa yuko katika maeneo haya. Pamoja na faida nyingi ambazo tunazo katika maeneo yetu. Ukipita kwenye mabanda utajifunza faida za utunzaji wa miti na misitu katika maeneo yetu. Bidhaa nyingi zilizoko hapa zimetokana na mazao ya misitu na miti. Tujifunze kutoka kwenye hayo mabanda. Wana elimu nzuri, nimepita tu kidogo, lakini elimu ni nzuri sana. Kwa niwaombe sana tuchangamke
na sisi iwezekano ukapata gap wapi nawe pa kutokea kupitia kujifunza katika mabanda yetu haya. Kwa mimi niwapongeze sana sana sana, na mimi kwa sababu niliambiwa nifungue. Mheshimiwa, siku hii ambayo tunategemea kilele chake kiwe tarehe 21 ni jambo ambalo ni mambo mawili yatakayofanyika kwa wakati mmoja. Mosi, tutaadhimisha siku ya kitaifa ya upandaji miti ambayo mwanzoni ilipangwa kufanyika tarehe 1 ya kila mwezi wa 4. Lakini tukio hili pia litaandamana na kuadhimisha siku ya misitu duniani ambayo kimsingi ndio siku yake tarehe 21 ya mwezi wa 3. Kabla ya tukio hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanya hamasa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa uhifadhi, lakini pia tumeweza kupanda miti katika taasisi mbalimbali ili kudhihirisha kwamba siku hii inao umuhimu mkubwa kwetu sisi wa Tanzania, lakini kwetu sisi wana Njombe ambao tumepata fursa ya mwaka huu tukio hili kufanyika kwetu. Tunapoendelea kufika kileleni, ni wito wangu kwa waalikwa wote wana Njombe, ni wito wangu kwa watumishi wote wa serikali kuangalia sasa kauli mbiu ambazo tunakwenda nazo. Kauli mbiu ya kwanza ambayo inalenga kwenye kuongeza thamani, lakini kauli mbiu ya pili ambayo tunatuambia misitu na chakula, ya kwamba hivi bila misitu chakula kinapatikana wapi? Ya kwamba ndani ya msitu tunapata maji, ndani ya msitu tunaweza kufanya umwagiliaji, ndani ya msitu na faida tele ambazo kila mtu anaweza akazitambua. Ndugu mgeni rasmi, katika maadhimisho haya kuna mambo makuu matatu ambayo au manne ambayo yanafanyika. Kwanza ni hamasa kwa wananchi wote Tanzania kwa kupitia hapa Njombe. La pili ni maonesho ya bidhaa mbalimbali za wajasiriamali mbalimbali, aidha zinazotoka moja kwa moja katika hifadhi zetu za misitu au ambazo zinatokana na uzalishaji unaotokana na kwenye mazao ya misitu. Lakini tatu, watu wataweza kuona namna gani ambavyo bidhaa ya misitu inaweza kuongeza thamani katika kuhakikisha kwamba hakuna kinachotupwa katika mnyororo mzima wa mazao ya misitu. Lakini 4 ambalo ni kubwa kuliko yote, wananchi watapata fursa ya kupata ujumbe wa Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye pia atakuwa anazungumza maneno ambayo yanawakilisha ujumbe wa mhifadhi mkuu ambaye ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tutapata fursa hapa kama nchi kupata ujumbe huo, na nitawaomba kwa namna yoyote ile tujitahidi kufanya hamasa ya kutosha ili tutoke kuja kuwapokea. Mheshimiwa, kwa kuwa hadharani ambapo uzinduzi huu ni wa kwako, ninaomba sasa nichukue fursa hii kuweza kualika, kukukaribisha ili uweze kuzungumza nasi kwa namna ambavyo umejiandaa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.